Baraka Biteko, mgombea ubunge wa Bukombe lakini naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu. Chato, hebu mshike jirani yako hapo, mwambie Oktoba kuvemesha. Mtikise. Chato baba na bamayo miza mlimala bamayo nambuje kamayo ulumiko kaya mkalalaka kontu kunoroko wantejo. Mlisawa. Mheshimiwa mgombea wetu wa kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mgombea, pamoja na meza kuu yote, kwa sababu ya wakati na muda, naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuleta kwenye mkoa wetu wa Geita na umepata bahati sasa ya kuhitimisha mikutano yako ya kampeni kwenye wilaya yetu pendwa ya Chato. Ulianza jana Mbogwe, ukapita Bukombe, ukapita Runzewe, baadaye tumeanzia Geita kule waliko kataa kuitwa vijijini, ukaja mjini, umepita Katoro na Bwanga. Umeona mamia ya watu wamesimama pale kukuraki, na tumekuja hapa makao makuu kwenye mji pendwa, mji wa Chato. Ndugu mgombea, mimi kazi yangu pamoja na wengine, sisi watu wa Geita tulishajua kwamba mwenye wajibu wa kusahisha ule mtihani nani wa kwanza ni Kagera au Kaskazini ama kokote, kazi hiyo utaifanya wewe. Sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kuwa tunakwenda tena kukuchagua katika uchaguzi unaokuja. Na hatukuchagui kwa sababu nyingine yoyote. Tunakuchagua kwa sababu tunajua imani yetu, matarajio yetu, na kwa kweli uhakika wa maisha yetu uko mikononi mwako. Wewe ni mgombea kati ya wagombea wengine ambaye utakaposimama hapa kuzungumza, utaanza kwanza kueleza yale uliyoyafanya, kisha utaeleza kule tunakokwenda. Tumekusikiliza na ilani tumeisoma. Bila shaka yoyote kwa Mtanzania anayejua kule tunakoenda ni bora kuliko tuliko sasa hivi. Na kwa sababu wewe umethibitisha ndani ya miaka 4 unaweza kutupeleka mahali pazuri zaidi, imani yetu inakuwa kila wakati, na ndio maana kama alivyosema Dr. Bashiru, wanaokupigia debe sasa ni Watanzania wenyewe, kwa sababu umeonyesha bila shaka yoyote unayo majibu ya shida zao. Ndugu mgombea, umekuwa kinara wa kuimarisha uchumi wetu, nchi yetu pamoja na dunia. Tulipita katikati ya msukuku wa corona, nchi nyingi mpaka leo hazijawahi kusimama. Umedhibiti mfumuko wa bei, umekuza uchumi wa nchi yetu. Hapa Tanzania watu wengine wanaweza wasijue, mimi umenipa kazi ya kusimamia sekta ya nishati. Umetengeneza uhimilivu wa nishati kwenye nchi yetu, na ndio maana marais wenzio wote Afrika waliamua mwezi wa kwanza tarehe 28 mwaka huu waje kwako wajifunze namna gani ya kupeleka umeme vijijini. Leo tunaposimama hapa, vijiji vyote Tanzania vimeshapata umeme, na katika vitongoji 64 karibu zaidi ya vitongoji 36 vimepata umeme. Hapa Chato vijiji 115 vimepata umeme, na vitongoji vyote karibu 66% vimepata umeme. Mama, umefanya kazi kubwa. Kwenye mafuta umeimarisha, umefanya bei imekuwa himilivu, na bado kwenye ukanda huu Tanzania ndio yenye bei ndogo ya mafuta kuliko nchi yoyote. Na kuna nchi nyingine, niwaambie wana Chato, wanashindwa hata kulipa mafuta kwa sababu ya matatizo ya uchumi. Mama huyu mgombea wetu, kuna wakati aliniita akaniambia, jirani zetu hawa wana matatizo ya mafuta, tafuteni utaratibu tuwasaidie. Kuna wakati mwingine angekuwa mwingine angesimama kwenye majukwaa akajibamba akasema mimi nawasaidia nchi fulani kwenye tatizo la mafuta, lakini mama huyu anawasaidia majirani na unamheshimu, na tena hamtangazi yoyote. Na hata mimi kutangaza hapa sijamuomba kibali, kwa sababu ningemwambia niseme ili angenizuia, kwa sababu yeye hapendi sifa, anataka kazi zitokee. Mama, umetufundisha kuishi kwa kujali utu, na utu wako, kujali kwako ndiko kunakowafanya Watanzania wajitokeze. Umeona mamia ya watu wanaotokea kuja kukupokea. Imani yetu ni kwamba baada ya uchaguzi huu utarudi tena Geita, utakuja kutufanyia mambo mazuri. Hapa Chato umetutengenezea mambo mazuri. Tuna hospitali ya kanda iko Chato,
na wagombea ubunge wenzangu wamezungumza vizuri, sitaki kuyarudia hayo, lakini umekuja na ajenda muhimu na nataka niitangaze kwenu wanachato. Ajenda ya nishati safi ya kupikia. Niseme nisiseme? Mama, najua shida wanayopata wanawake wa Tanzania kwa kupika kwa kuni na mkaa, kwa kupika wakati mwingine na samadi. Moshi wanaopata unakuwa sumu kwenye afya zao. Umeua watu wengi, misitu mingi imeisha. Ana huruma na mazingira. Ameamua we championi wa Afrika nzima wa kumfanya mwanamke hadhi yake ipandishwe, apike kwenye nishati safi. Anajua nishati ya umeme inapaswa si kutumika tu kwa ajili ya mwanga, inapaswa kutumika kwa ajili ya kupikia. Ametupa maelekezo tuanze kutoa majiko ya umeme, tena yanayotumia umeme kidogo. Umeme wa shilingi 240 unaweza ukapika milo yako 3 bila matatizo. Kazi ametuambia. Anajua kuwaunganisha Watanzania kwa gharama kubwa ya umeme hawataweza wote. Ametupa utaratibu mpya na tunakuja na skimu mpya. Tunakokwenda, tunakuja kwenye nyumba yako, tunakuunganisha umeme, hutalipa chochote, tutaanza kukukata kwenye bili pole pole mpaka utakapomaliza deni lako. Tunachotaka kila mtu awe na mwanga nyumbani mwake. Mama, tunakushukuru sana. Unapohitimisha ziara yako kwenye mkoa wa Geita, nenda kifua mbele, ukiamini kuwa watoto wako, kaka zako, ndugu zako wa Geita na Chato wanakupenda na wanakuombea sana. Na kwa kweli tumekubaliana tuseme kidogo, tutende zaidi. Mtu yoyote mwenye matokeo hasemi sana kama mama yetu mnavyomuona. Hasemi kwa sauti kubwa wala hasemi mengi, utaona vitendo. Nonkwele montoji atabizaga nami hayo minge. Oloshika wokwela natokwe yeye na leha na byarwe wofunya asabo ngotwalo mwananke matayari biashara ya shiragaye nao. Nataka niwaombe, Oktoba 29 ndicho kipimo tunachokwenda kupimwa Geita. Hatutapimwa kwa kutamka hapa mama tutatiki, hapana. Tutapimwa kwa idadi ya kura. Namba hazidanganyi. Tunaweza tukasimama hapa tukazungumza yote. Ninataka tukapige kura sio tu za upendo wenye hasira ya kutafuta ushindi kwa ajili ya Tanzania. Niwaombe nione mikono wale mtakao niunga mkono. Twende tukapige kura. Nikisema Oktoba wote tunasema tunatiki Oktoba. CCM oye! Asanteni sana. Wanachato oye!